Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kunifikisha siku hii ya leo nikiwa na afya tele. Ndugu wanahabari, kwa majina naitwa Lutaf Mateo Ntankwa, ni mkazi wa Kaliua, kijiji cha Kaliua. Naishi katika Kaliua yenye majimbo mawili, jimbo la Kaliua na jimbo la Uliankuru. Lakini jimbo hilo au wilaya hiyo ina jumla ya wakazi 678,447. Kati yao wanaume ni 331,965 na wanawake ni 346,482. Pia wilaya hii ina majimbo hayo mawili kama nilivyoeleza. Katika majimbo hayo jumla ina kata 28. Ndani ya kata 28 kuna vijiji 99, lakini pia kuna vitongoji 458. Ndugu wanahabari, utangulizi huo nimependa niutoe nikiwa na maana moja. Hii wilaya nilikuwa naiongoza nikiwa kama katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilaya ya Kaliua. Lakini mpaka kufikia sasa nimechukua maamuzi yafuatayo. Ndugu wanahabari, katika wilaya hii mimi ndiye nilikuwa kiongozi mkuu kwa maana ya katibu wa wilaya, na sasa nimeamua kujiuzuru nafasi zangu zote ambazo nilizokuwa nazo katika wilaya hii ya Kaliua. Lakini kabla ya kujiuzuru nilijiunga na chama tangu mwaka 2010. Nimekata kadi ya chama tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2011. Hivyo basi, kutokana na chama kuacha misingi yake iliyoasisiwa tangu mwanzo, leo hii nimeamua kujivua nafasi zangu hizo. Nafasi ya kwanza ni mjumbe wa baraza kuu, nafasi ya pili ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa. Lakini kubwa zaidi, nimeamua kujivua nafasi yangu ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema leo hii tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ndugu wanahabari, nimeamua maamuzi haya kwa moyo wangu wote, kutoka moyoni, na nimeyafanya maamuzi haya kutokana na kuona chama chetu kilivyo kwa sasa. Vile vile niwaombe ndugu wanahabari, ujumbe huu wafikie wananchi wangu wote wa wilaya ya Kaliua kwamba nimefanya maamuzi haya mimi kama mimi, lakini naamini tulishirikiana nao tangu tulipokuwa mwanzo, na sasa ninaenda kuhitimisha nafasi yangu hii ya uongozi ndani ya chama hiki ambacho nilichokiacha. Lakini pia nimeenda kuachana na Chadema leo hii. Ninawaomba nishirikiane nao, naomba ushirikiano na wao kwa muda wowote, siku yoyote nitakapoomba ushirikiano na wao, ili kusudi tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Sisemi kwamba naelekea upande gani, lakini Mungu atakaponiongoza, mlango utakapopatikana wa kwenda kufanya siasa, basi mimi nitaenda kufanya siasa, nitashirikiana na watu wengine na ninyi viongozi wa Kaliua. Chama chetu kimekuwa na mambo mengi sana. Nidhamu imekuwa ni ndogo, kila mmoja amekuwa msemaji wa chama. Unakuta mtu ambaye si kiongozi amekuwa ni msemaji wa chama. Sasa hii sisi ambao tuliokuwa viongozi hapo mwanzo imetuletea shida sana, kiasi kwamba tukaona ni vema watu hawa tuwaache waendelee na hayo ambao walionayo. Hivyo ndugu waandishi wa habari, sitokuwa na mengi ya kuzungumza katika hili. Lengo kubwa ni kuzungumza na ninyi, kuwafikia Watanzania wana Kaliua, ili wajue
kiongozi wao kwamba nimefikia mwisho wa kutumika katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini pia kwa nafasi yangu ya uwanachama nimejivua leo hii. Naomba kuwasilisha. Kama kuna maswali yoyote, ndugu wanahabari, na wakaribisha, karibuni sana. Asanteni. Hapana, kwa sasa presi zinazofanyika sasa hivi kwa chama chetu zimezidi. Huwezi kukuta kiongozi wa chama anazungumza. Saizi tuna kiongozi wa kanda, huwezi kumsikia kiongozi wa kanda anazungumza, bali kuna watu wanatoka wanazungumza kwa niaba ya viongozi wa kanda, ambavyo maadili ya chama chetu sivyo tulivyofundishwa. Sikimbii Chadema, ila isipokuwa naenda kutafuta pumziko la moyo wangu. Asante mwanahabari, swali lako ni zuri. Katiba yetu ya chama iko wazi. Katiba ya chama inasema ukomo wa wanachama utakoma pale kwa kujiuzuru yeye mwenyewe kwa hiari yake au kwa kufa. Kwa hiyo hapa natimiza jukumu au takwa la kikatiba la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Asante ndugu mwanahabari, umeuliza swali ambalo mimi nimekutana nalo sana huko mitaani. Sisi si kwamba tumeamua kuhama kwa sababu chama chetu hakishiriki uchaguzi, ila yale malengo ambayo tuliokuwa tumekusudia ndani ya chama hayapo kwa sasa, kwa sababu chama chetu sasa hivi kimekuwa na mambo mengi sana. Chama chetu kimekuwa na mambo mengi. Ukiangalia sasa hivi kwa makusudi tu mtu anakuambia kwamba sisi hatuwezi kufanyaje, hatuwezi kushiriki uchaguzi. Katiba ya nchi iko wazi kwamba kila baada ya miaka 5 tunapaswa tushiriki uchaguzi, tufanye uchaguzi. Sasa kama kuna changamoto zozote, unapaswa wewe kama kiongozi au chama cha siasa uingie kwenye uchaguzi, uende ukapambane nazo hizo changamoto ukiwa ndani ya ulingo. Sasa mimi binafsi sihami chama kwa sababu ya kwenda kutafuta nafasi yoyote. Sina lengo, sina nia kugombea cheo chochote kile, kwa sababu ukizingatia hapa nilipo nimeacha cheo changu cha ukatibu wa wilaya na sina wazo la kugombea udiwani wala ubunge. Kwa nimeamua mwenyewe kwa maamuzi yangu. Kwa swali lako zuri, mimi katika wilaya yangu ya Kaliua ina majimbo mawili kama nilivyozungumza. Kati ya majimbo yote hayo mawili nimeacha wenye viti wa vitongoji wawili na mwenyekiti wa kijiji mmoja. Sasa mazingira ambayo tulienda nayo hivyo, kwa sababu huwezi kusema kwamba unasusa uchaguzi au unaacha uchaguzi. Ingia upambane na mtu, na ni kweli tulisema tunahitaji kuzuia uchaguzi. Huwezi kuzuia uchaguzi huko nje ya ulingo. Ingia kwenye uchaguzi, fanya uchaguzi. Mawakala pale wanapokuwepo tunawahamasisha wazingatie yale maelekezo ambayo tutakuwa tumewapatia, ya kwamba mtu aliyeshinda ni lazima atangazwe. Sasa tunaposema tunazuia uchaguzi huku tuko nje ya ulingo, maana yake hata zile haki hatuwezi tukazipata. Kwa hiyo tulijifunza kitu kwamba kuna kitu ambacho kilipungua wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Hatukusimama ipasavyo kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa hicho tumekiona, tunajirekebisha. Pindi tutakapopata mlango mwingine au nitakapopata mlango mwingine wa kwenda kufanya siasa, na nina hakika nitapata madiwani wengi iwapo nitapata mlango sahihi wa kwenda kufanya siasa kwa kusimamia vizuri katika maeneo ya vituo vya upigaji wa kura. Kuna usemi usemao kwamba samaki huwa akienda mbele huwa harudi nyuma. Samaki akiwa kwenye maji huwa akienda mbele harudi nyuma. Na niseme tu kitu kwamba sisi wanasiasa, wananchi waendelee kutuamini. Tunatafuta sehemu sahihi au jambo sahihi la kuwatetea wao wananchi. Leo hii ndugu mwandishi wa habari, tumwachie CCM peke yake, Chama cha Mapinduzi peke yake, mwananchi atakuwa na hali gani katika maeneo yake anayoishi? Diwani wa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, leo hii watakuwa na hali gani? Nani atakayeenda kuwasemea kule kwenye baraza la madiwani, lakini pia kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kwa hiyo wananchi, mimi nawaomba wananchi waendelee kutuamini sisi wanasiasa kwamba tuko vizuri
kutafuta sehemu sahihi ya kuwasemea ili waweze kupata kile ambacho kinachotarajiwa katika maisha yao. Mimi kwa majina naitwa Adam Kisinza Maige, alimaarufu Mwananchoma. Mimi nilikuwa mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo toka mwaka 1994 hadi leo. Nimedumu nafasi mbalimbali za kiuongozi ndani ya chama na serikali. Nikianza chini kabisa, kwa sababu mfumo wa uongozi, ili uwe kiongozi lazima uanzie chini kupanda juu. Nimeanzia misingi ambayo ni matawi, nimeenda kata kama mwenyekiti, nimeenda jimbo kama mwenyekiti, nimeenda wilaya kama mwenyekiti, lakini nimeenda mkoa kama katibu wa baraza la wazee. Lakini chaguzi mimi natokea wilaya ya Kaliwa, jimbo la Uliankuru. Chaguzi iliyopita juzi ya ndani ya chama, niliweza kuomba nafasi ya kanda kama mwenyekiti wa baraza la wazee kanda ya magharibi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na nashukuru Mungu, kula zilienea vizuri sana, nikawa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kanda ya magharibi kwa maana ya mikoa mitatu: Katavi, Kigoma na Tabora. Lakini niseme wazi, niliingia huo wanachama tarehe 15 mwezi kama huu, mwaka huo nilioutaja 1994. Naamini na leo tarehe 15 mwezi huo wa 5 kasoro mwaka 2025. Nina tamko moja ambalo ninasema, kutokana na nafasi zangu zote nilizozitumikia, kwanza nawashukuru sana wanachama, lakini nawasubiri na washukuru wa Tanzania kadiri tulivyoshirikiana kwa ngazi mbalimbali kusukuma gurudumu za maendeleo. Kwa nini nasema nilikuwa mwanachama wa Chadema? Na leo nasema kupitia nafasi zote na wanachama wangu, kwa sababu ili uwe na nafasi kwanza uwe mwanachama. Sasa natamka wazi leo, kutokana na wanachama wangu wa miaka yote hiyo 30 na kidogo mpaka leo niliodumu kwenye chama, nimekaa na tafakari kwa muda mrefu kutokana na mwenendo wetu wa chama chetu kadiri tu muda wa uchaguzi ulivyopita ngazi ya mwisho ambayo ni ya taifa. Kifupi, tumekosa network ya kiuongozi. Na isitoshe tumekosa nidhamu ya kwamba huyu ni kiongozi wa wilaya, anatakiwa aseme nini kwenye wilaya yake. Tumekuwa wasemaji wa kila mmoja kwa eneo lake na kwa wanachama wake. Sio katiba ya chama chetu inavyosema na kanuni zake. Sasa nimetafakari sana, pamoja na chaguzi na changamoto zake, nikasema hapana, na uzee huu na kuendelea na mambo haya, kwamba tunaanza sasa, badala ya kuforce namna gani tukawasaidia Watanzania, tunaanza sisi kwa sisi kulumbana na kutupiana maneno magumu ambayo hayastahili. Tumetoka nje ya katiba yetu. Nimeshuhudia juzi hapa mheshimiwa mwenyekiti wa taifa na kesi, na mpaka saizi yuko mahabusu. Lakini siku ya kesi yake nilichokishuhudia, wanachama na wafuasi mbalimbali walifika kwenye tukio ile kwenda kushuhudia, na siku hiyo watu walipata kipigo kikubwa sana. Sasa baada ya hicho kipigo, nilitegemea sasa makamu mwenyekiti ambaye yuko nje, baada ya hilo tukio, kwa sababu wafuasi wetu wameumizwa na nini,
ataita kikao cha haraka ili kujadili kwanza namna gani juu ya hili lililotokea. Lakini kutokana na nilivyosema nidhamu ya kichama imekwisha, yeye hakujali hayo, akainuka na kuendelea na mikutano ya hadhara maeneo mbalimbali. Hakuwafikiria wale wa Tanzania. Mimi nikaniumiza kwa sababu ya uadilifu wangu na mimi jinsi nilivyolelewa. Sasa nikaona hakuna sababu, tutaendelea hivyo mpaka lini? Hata ile tunayosema kwamba tunapambana na huyu CCM, tunamshinda lini kama sisi wenyewe tunaendelea kuwa na kutokuwa na majority ambayo Watanzania wanayatumaini kwetu. Nimefikia hivyo mpaka nimeamua leo kujivua nafasi zangu zote za uongozi na kujivua wanachama wangu. Si semi kwamba naenda chama gani, hapana. Nimesema naacha kila kitu, naenda kupumzika mimi na familia yangu. Kama kuna kazi ya ziada kule nyumbani kwangu, basi nitachunga hata mifugo. Lakini sizui anayetaka mawazo kwamba mzee, tunaomba mawazo juu ya kisiasa tufanye nini, atakuja kwangu, tutashauriana, lakini sio kwamba nitahitaji tena nafasi kwenye eneo jingine. Asanteni. Umeuliza kwamba kadi nimerudisha. Kwenye katiba yetu ni kweli inasema kadi ni mali ya chama, si ndio? Lakini mimi ninaweza nikairudisha kadi endapo ninaenda chama kingine tofauti na chama changu. Sio nawarudishia ambao walikuwa kwenye chama changu. Ndio kanuni ilivyo. Nafikiri mtakuwa mmenielewa vizuri eh? Yaani kama nilikuwa nataka naenda chama kingine tofauti. Kadi ni mali ya chama. Naam. Kwa nini unipeleke kwenye chama tofauti? Na wakati kuna movement iko hivi. Unapotaka kwenda kwenye chama kingine, yani umekutwa na chama kingine, ili waweze kukuamini, watahitaji kadi yao na kukupatia kadi ya nyingine ya kwao. Lakini utaratibu mwingine wa kutoa kadi, kurudisha kadi, uweze ukarudisha ngazi yako ulionayo. Kadi inarudi kwenye tawi lako ulipoichukulia.